بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك ya arhamar rahimin. Ndugu zangu na wazee wangu wa Kiislamu, kike kwa kiume, leo tena tumekutana kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya muendelezo wa mazungumzo muhimu ambayo yanalenga kabisa kuimarisha familia ya Kiislamu. Tukitaka au tusitake, familia zetu zina udhaifu mkubwa sana kwenye upande wa dini. Hili tukilitaka au tusilitake, lakini uhalisia unaonyesha ya kwamba kuna udhaifu mkubwa sana katika maisha ya kindoa, katika ndoa za Waislamu, na sababu kubwa inayopelekea hivyo ni kuwa watu wanaona kwamba inatosha dini ya kuzaliwa nayo. Kwa ajili hiyo yanatokezea mashakili katika ndoa, na watu hawawezi kuyatibu mashakili yale kwa miongozo mbalimbali ya kidini. Matokezeo yake haraka hukimbilia kwenye talaka. Sasa hii talaka ndiyo ambayo hatutaki kuisikia katika majumba ya Waislamu, ila pale itakapobidi, hakuna tena budi, ifikie pahala nyumba ya Kiislamu ivunjike, basi hapo ndipo itavunjika, lakini sio biatfahil asbab, kwa sababu zisizokuwa za msingi. Kwa namna moja ama nyingine, tusiwe tayari kabisa kuzivuruga nyumba za Kiislamu. Muhadhara wetu huu ni muendelezo wa muhadhara uliomalizika katika mawiki kadhaa yaliyopita. Tulianza kuzungumziana kuhusiana na sababu zinazopelekea kukithiri kwa talaka katika majumba yetu sisi Waislamu, yani hasatan, hata kama wasiokuwa Waislamu zitawagusa kwa namna moja ama nyingine, lakini sisi tunazungumza kama Waislamu, watu wenye dini, wenye kitabu, wenye mtume na maulama wakarithi mienendo ya mitume. Tunajizungumza sisi kama sisi. Kwanza tumesema ضعف الفهم الشرعي للزواج، udhaifu wa ufahamu wa kisheria juu ya jambo la ndoa. Anayeoa au anayeolewa akiwa na udhaifu wa kisheria katika kufahamu nini ndoa, hiyo ni sababu mojawapo ya hii ndoa kuining'iniza kwenye talaka. Kama si leo, kesho inaweza kuvunjika ndoa hii, na matokezeo yake tukaanza kushuhudia machokoraa humu. Hawana usimamizi wa baba na mama kwa pamoja, ima wanalelewa na baba peke yake au wanalelewa na mama peke yake. Tahamaki, mambo yameharibika, na kuharibikiwa kwetu ndiyo kufurahi kwa maadui zetu. Tukalizungumza jambo hili
katika sekta yake ya kwanza, na leo insha Allahu taala tunaingia katika sekta yake ya pili. Kutokufahamu ufahamu wa kisheria kuhusiana na ndoa inapelekea vipi kuwa ni sababu ya kuvunja ndoa. Wanasema maulama rahimahumullahu taala, asiyefahamu malengo ya kisheria ya ndoa humkuta jambo linaloitwa at-taamulul khati'u ma'al khilafat, kuamiliana vibaya na tofauti zinazojitokeza ndani ya ndoa. Anayeoa akiwa na mwongozo thabit na maelekezo mazuri ya dini, zinapotokezea tofauti baina yake yeye na mwenziwe ndani ya ndoa, huamiliana nazo kwa mujibu wa maelekezo ya dini. Lakini asiyekuwa na maelekezo hayo, kama ni mwanamme, anaweza akatumia ubabe wake kwenye kuamiliana na tofauti iliyotokezea baina yake na mkewe, na kama ni mke, anaweza akatumia urembo wake katika kuamiliana baina ya tofauti iliyotokezea baina yake na mume wake, na matokezeo yake wasifike kwenye muafaka, ndoa ivunjike, watoto 3 4 wanaanza kupata tabu. At-taamulul khati'u, maamiliano mabovu, urekebishaji mbovu, ma'al khilafat, pamoja na zile tofauti zinazotokezea ndani ya ndoa. Fa innal islama, kwa hakika dini yetu ya Kiislamu, yuallimu asaliba taamuli ma'al mushkilati zawjiyya, unafundisha njia na mbinu za kuamiliana na matatizo ya kindoa. Kwanza, bil hikmati, kwa kutumia hikma kubwa. Likitokezea tatizo katika ndoa, likikukuta umesimama na hasira nyingi sana, Mtume anasema haraka haraka kimbilia kwanza kukaa kitako. Usizungumze ukatoa maamuzi ukiwa wewe ni mume ndani ya ndoa kwa tatizo ambalo umelishuhudia ndani ya ndoa, ukiwa umesimama. Likiwa lile tatizo limetokezea, ujumbe, habari imekufika, umesimama haraka, Mtume anasema kaa kitako, kaa kitako. Na kama ile habari inakufika ukiwa wewe umekaa kitako, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallama, tafuta pahala kaulaze ubavu wako. Usitoe maamuzi ikiwa katika hali ile uko nayo, na ukihisi kwenda kulaza ubavu wangu haitosaidia kitu kushusha hasira zangu, inuka nenda katie udhu. Katie udhu, ule udhu insha Allah, Mtume anasema unatuliza lile joto la hasira na tashwish za sheitani anazozipitisha katika mishipa ya damu ya mwanadamu. Wakati mwanadamu anapokuwa na hasira, zile hasira zake huwa zinasubiana na sheitani. Faqad takhasama ar-rajulani amama an-nabii sallallahu alayhi wasallam, waliwahi kugombana watu wawili mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Faraahuma an-nabii sallallahu alayhi wasallama wa ahaduhuma qad intafakhat awdajuhu, Mtume anawaona wanagombana, wanatoleana maneno, na mmoja wao mishipa imemvimba ya shingo. Intafakhat awdajuhu, mishipa ya shingo imemvimba kwa hasira alizonazo. Mtume akawatizama masahaba wake akawaambia, mimi ninajua njia na ninajua maneno ambayo lau kama huyu atayasema sasa hivi, na kama vitendo lau kama huyu atafanya sasa hivi, itampungua ile hasira yake. La dhahaba anhu ma yajidu, yatamuondokea yale anayoyahisi sasa hivi, ule ubabe kwamba hataki kurudi nyuma, anataka kwenda mbele, kutoa maamuzi, kumhujumu mwenziwe na hivi na vile. Na hivyo hivyo inaweza ikatokea kwa ndani ya ndoa ya Muislamu. Khilaf ziko kwa sababu sisi sio malaika, yanatokezea mambo.
na watu wanakuja juu. Mtume anatuelekeza maelekezo haraka sana, mtu akimbilie kusema a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Halafu kama alikuwa kasimama akae kitako, kama alikuwa kakaa kitako kajilaze, ondoka pahala pale ambapo lile tukio limetokea. Baadaye muda kidogo ndiyo tuje tuanze kulijadili hili jambo. Jambo halijadiliwi papo kwa papo, linapotokezea la mshtuko mkubwa katika mambo ya ndoa, utavunja ndoa. Sasa asiyekuwa na ufahamu huu madhubuti wa kuamiliana na changamoto zinazotokea katika ndoa, haraka sana yeye ataacha leo, ataacha kesho, na atasifiwa saa katika jamii kwamba huyo ni testa huyo. Kama ile testa ya umeme ya fundi umeme ile, akitaka kujua kwamba hapa umeme upo, anaweka hivi, ikiwaka taa umeme upo hapa, akiweka hapa umeme hamna hapa. Yani mwanamume anaitwa testa kwa sababu ya kuoa sana. Hapa kaeka kacheki, umeme upo hapa, hapa hamna, hapa upo hapa, hapa hamna. Ashakuwa anaitwa testa kwa sababu ya kuoa na kuacha sana. Kwa hivyo Uislamu ukatufundisha sana kuamiliana, yani njia za kuamiliana na mashakili ya kindoa, kwanza kwa kutumia hikma kubwa sana. Pili, wasabri, na kwa kuweka subra ya hali ya juu katika mambo ya ndoa. Na subra hii isiangalie chochote katika vitu vya kidunia. Ni subra ambayo inasukumwa na msukumo wa kimungu. Ni subra ambayo mtu anaangalia mambo ya kiungu, mambo ya kiroho, mambo ya kiimani. Mie nikiachana na huyu, kuna athari gani katika jamii ya Kiislamu ninaileta? Mie nikimwacha huyu, si ndio itakuwa sababu mie ya kuzalisha watoto wizi katika jamii? Watoto ambao hawalali na baba yao nyumba moja, sasa wanalala huko kwa bibi yao, huko kwa mama yao huko. Na wakati mwingine inawezekana mambo ya kufikishana mahakamani, mtoto huyu wangu namtaka, mwanamke akang'ang'ania nipewe mie mtoto, kumbe kulea hawezi, kiburi, tahamaki, anakwenda mwanamke yule anaolewa na mume mwingine. Angalau wewe ulikuwa una dini, huyo anayekwenda kumuoa sasa hivi dini hana. Sasa watoto wanalelewa katika nyumba ya baba ambaye kwanza hana uchungu na watoto kwa sababu hakuwazaa yeye, halafu hana dini. Kwa hivyo kuharibika kwa watoto wako yeye hakumshughulishi lolote lile. Basi unakaa kitako kwanza, unayafikiria hayo, unaifanya subra kidini, hasa kwamba mie nina malengo na kizazi hiki. Mimi nitausaidia vipi Uislamu? Mimi mpaka hapa nilipo sijasoma dini, mimi sina pesa za kuendesha dini, mimi siwezi kuiendesha dini kielimu, wala siwezi kuiendesha dini kipesa. Basi angalau hiki kizazi changu mimi nisikikamate kisawasawa. Huyu ndo mama yao, ndo nilozaa naye huyu, angalau huyu ana uchungu nao. Kama nitawachukua hawa niende nao kwenye nyumba nyingine, nikaoe mke mwingine, je, yule atakuwa na huruma na watoto hawa kama ambavyo mama yao alivyowazaa? Basi pale panamfanya mtu analivumilia dubwana kubwa linalompata katika ile ndoa, lakini akifikiria hayo anavumilia. Ndio Uislamu umefundisha kuamiliana na mashakil kwa hikma kubwa na kwa subra kubwa, na badala yake an-nasihati, kufuatia nasaha za hali ya juu, si kwa kulaumu, si kwa kumfanya mke kuwa ni mgomvi wake, mtu ndio khasimu wake, au kumfanya mume ndio khasimu wake. Badala yake ni mtu kutafuta kila njia amfanye mke wake amhisi kwamba huyu ndo rafiki yangu. Likitokezea lolote, mke anakimbilia haraka kwenda kusema kwa mume wake, hata kama litakuwa ni tatizo kubwa, lakini anajua kwamba mume wangu ni rafiki. Nikimueleza hili hatonjia juu, hatonianza na kibao akanambia mpumbavu mkubwa wewe, atanileta chini. Kweli mke wangu, hilo ulofanya ni kosa. Mazungumzo ataanza mazuri. Kulikoni anapokuwa mtu kinyume na hivyo, si mwenye kukimbilia nasaha, bali yeye ni mwenye kukimbilia kulaumu, kutukana, kumshusha hadhi mwanamke, au mwanamke kumshusha hadhi mwanamme, kumwita mpumbavu. We mwanamme gani we, unatapeliwa hivyo huko nje? Labda ndo limetokezea hilo jambo, mwanamume kakutikana na mtihani huko nje, kakutana na watu wajuaji sana, wamemlaghai kwa maneno, akamwibia, kama mambo ya siku hizi yalivyo.
Pigiwa simu mtu 1 2 3 800, kaibiwa mtu, katapeliwa 50,000 elfu ngapi, basi anarudi nyumbani, ende akaeleze mke wangu mimi nimefikwa na mtihani huu, basi atajuta kwa nini kafungua mdomo wake kusema nani. Kaja juu, badala ya wakati kuleta kwenye jambo la nasaha, basi mume wangu haya mambo hutokea, wewe si mpumbavu mume wangu, wewe si mpumbavu, lakini ndo mtihani. Kijitu kizima wewe ukiambiwa maneno hayo unasema da, ndo mume wangu, ndo mke wangu shanita mpumbavu hapa. Lakini haya tu, lakini katumia lugha nzuri, wewe mume wangu si mpumbavu, wewe mpaka ukaibiwa hivyo. Wewe ni mtu na akili zako timamu, lakini ndo mambo haya yametokea hivyo. Lakini hebu geuza kinyume, wewe ndugu yangu Muislamu, mtu ambaye anakutana mtihani mdogo kama huo wa kutapeliwa shilingi 50,000 tu, halafu anakwenda nyumbani anamueleza mwenziwe, anamjia na maneno ya mpumbavu. Wanaume wenziwa hawaibiwi hivyo. Hebu niambie, hii nyumba kama haijatoka talaka baada ya dakika 10 15, niambie wewe. Ala, mimi nakueleza afa nita mpumbavu mimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nenda basi katafuta wale kwa sababu pumbavu wa kuoe. Tayari nyumba imevunjika. Nasaha ndio kitu kinachopewa kipaumbele kwenye dini ya Kiislamu. Wal islah, na kukimbilia kutafuta njia za kutengeneza palipoharibika. Uislamu unatufunza tujadili tatizo, tusimjadili mwenye tatizo. Wa adamil isra'i bitalaki, na kuto kukimbilia kutoa talaka. Kuna visa vimetokezea katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ni lazima tuhadithiane kidogo ili tuone namna gani mambo yalivyokuwa yakitibiwa. Anapokuja mtu nyumbani kwake kukiwa kuna tatizo, vipi lile tatizo linawasilishwa kwanza kwa mwasilishaji, na vipi mpokeaji alipokee lile tatizo kwa mkewe. Hapa kidogo tusikilizane vizuri. Sisi sote tunamfahamu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama aitwaye Anas bin Malik. Anas bin Malik huyu alikuwa na mamake akiitwa Ummu Sulaim, na babake wa kumlea akiitwa Abu Talha. Watu hawa wawili, Abu Talha na Ummu Sulaim, wana historia moja kubwa sana katika Uislamu ya kupigiwa mifano, mpaka kupelekea baadhi ya aya za Qur'ani kuteremka kwa sababu ya matukio ya ndani ya ndoa yao, vile wanavyomfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iko siku Mtume alitamka maneno, alisema usiku wa jana Mwenyezi Mungu alicheka sana, kufurahi sana, kufurahia mambo yaliyotokea katika nyumba ya watu hao, mke na mume, Abu Talha na Ummu Sulaim. Moja katika masiku, Abu Talha alikuwa na mtoto. Mtoto huyo alikuwa ni mgonjwa, aliumwa sana yule mtoto. Abu Talha akitoka kwenda nje kutafuta riziki mbalimbali, huku nyumbani mtoto akafariki. Mtoto akafariki, na kufariki si jambo la kawaida, ni jambo zito sana. Na mke akafahamu mapenzi ya mume juu ya mtoto huyu, akatoa tangazo pale nyumbani, la yukhbiranna ahadun aba Talhata bimauti ibnihi qabli, asitoe habari mtu yoyote kumpa habari Abu Talha. La yukhbiranna ahadun aba Talhata, asitoe habari mtu yoyote kumpa habari Abu Talha bimauti ibnihi qabli, kwa kifo cha mtoto wake kabla yangu mimi mwenyewe ndo nitakayempa habari. Mimi ndo najua nimwambie vipi, kwa mapenzi
ya Abu Talha kumpenda kwake mwanawe hakuna mwingine. Mtamvunja moyo, mumpe donda kubwa, mkimwambia mwanawe kafa, niacheni mwenyewe. Hivyo mama, hivyo. Tayib. Fa Abu Talha akirudi nyumbani jioni, hakukuta ishara yoyote kwamba hapa pahala kuna msiba. Alikuta mambo ni shwari. Wa qad tazayyanat az-zawjatu fi tilka al-laila, na riwaya zinasema alijipamba mke wa Abu Talha ambaye ni Ummu Sulaim katika usiku ule kwa mapambo makubwa makubwa hali ya juu, aliyakwangura yote, kama kuna maherini, mabagili, manini, manukato na hivi yote kaya kwangura pengine. Mpaka Abu Talha akashangaa kabisa, ala, mke wangu, mbona mambo yamekuwa hivi leo? Mtoto kwa hapa, la, usiulize habari za mtoto. Mtoto kalala huko, wala usiinue sauti, yatamka. Mtoto kalala, kapumzika. Yalikuwa ni maneno ya kweli, lakini mume hakufahamu kulala kwenyewe ni vipi, kupumzika kwenyewe ni vipi. Hivyo kalala mtoto, kalala. Wewe twenzetu ndani, mimi na wewe leo. Naam, ikawa ni hivyo. Bismillah wa ala barakatillahi, chakula kikaliwa mpaka kikamaliza. Baada ya kumaliza, Ummu Sulaim amuulize Abu Talha, hivi waonaje mume wangu, lau kama mtu ameazima kitu kwa mtu, kisha yule mwenye kitu chake akaja kukichukua kitu kile, kutakuwa kuna tatizo? Hakuna tatizo, si kitu chake mwenyewe, hakuna tatizo kaja kuchukua. Kweli mume wangu? Ama wewe unaona kinyume na hivyo? Ambaye hata mimi naona hivyo. Basi akamwambia, fahtasib libnik, basi tarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu kwa mtoto wako. Mwenyezi Mungu alikupa, na hiki ni kiumbe chake, na bila shaka amekichukua, na we mwenyewe umekiri kwamba ukiazimwa kitu mwenyewe akija kukichukua ni haki yake, hakuna tatizo. Basi mwenye haki yake amechukua haki yake, ihtasib libnik, tarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lile jambo lilimkasirisha sana Abu Talha. Hivi wewe umeniwacha mimi, nimekula chakula hiki mpaka nimekimaliza, na ndani ya nyumba yangu kuna maiti ya mwanangu, masaa yamepita, mimi sijui kama mwanangu amekufa, ama wewe umejua kuniudhi sana mimi. Lakini vipi afanye Abu Talha? Ampige? Amtukane? Amwambie kwamba wewe ni mchawi, umemuua mtoto kafa, halafu umefanya mambo haya? Hukushtuka katika moyo wako wewe? Wataka majirani watuone vipi sisi? Hakumwambia maneno haya, akavumilia katika moyo wake, akalala na lake katika moyo, lakini akamwambia, asubuhi tutakutana na mtume, hili siwezi kukuacha, lazima nikamwambie mtume, hii jambo limeniudhi sana. Akienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallama, akimhadithia hiyo habari, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Talha, tulia, wewe una mke. Wenzio wangerudi majumbani hapo, wangekuta tafrani, watu wanaomboleza, mwanangu huyu, mtoto wenyewe ndo huyu, umeniachia nani mie? Mambo hayo usemwa huko katika majumba ya watu, Abu Talha usikii. Mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akawalaani wanawake waombolezaji wenye kukufuru neema ya Mwenyezi Mungu, wanarusha maneno mabaya ya kumlaumu Mwenyezi Mungu pale anapoleta msiba kama huo ndani ya nyumba. Mtoto wangu nilikuwa namtegemea ndo huyu, jirani anao wengi, anazaa kama mbirimbi, lakini hafi hata mmoja, mie mmoja huyu ndo kenda na hivi, nimemkosea nini mie Mungu? Kwani ulipompata mtoto huyo ulimpa nini Mungu wewe? Si ulifanya starehe zako tu ukampata? Mbona leo kaondoka ujiulize umemkosea nini Mungu? Wewe furahi Abu Talha una mke.
katafuta njia nzuri ya kukufikishia hili jambo baada ya kwamba ushakula ushashiba. Mtume akamuuliza Abu Talha, ulifanikiwa kumaliza ile shughuli siku hiyo? Abu Talha ashika upande mwambie Mtume, nimemaliza. Umemaliza? Mtume akainua mikono juu akamwambia, Allahumma barik lahuma fi lailatihima, ewe Mwenyezi Mungu wabariki wawili hawa katika usiku huu, usiku ambao umeondosha roho nafsi katika nyumba yao. Mmoja akaona njia nzuri ya kumfikishia mume wangu nimfanyie hivi, nsimrushe roho ndani ya nyumba, mna tatizo, lakini nsije nikaongeza tatizo, nikampa habari ya kipenzi chake anayekipenda na yeye akapinduka chini kwa pressure akafilia mbali. Nitafute njia nende naye hivi na hivi na hivi. Na mume naye alipofikishiwa habari kwa njia nzuri iliyoonekana kwamba ni njia nzuri, baada ya kukasirika, asimtukane mkewe, asimgonge, kwa nini umenifanya hivi, akaona ngoja nikashtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo alilonifanyia mwanamke huyu. Akaenda kwa Mtume, akatulizwa, akaombewa dua ndani ya mimba ile. Tukio lile likazalisha mimba, akazaliwa mwanachuoni mkubwa aitwaye Abdullah ibn Abi Talha, katika wanavyuoni wakubwa katika Uislamu. Na maswahaba walikuwa wakipita wakikiona kitoto kile wanasema marhaban biduai nabii, hujambo wewe ni dua ya Mtume, hatuna wasiwasi kuhusu wewe. Mwanachuoni mkubwa sana katika Uislamu. Mtume aliomba Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Hapa tunajifunza nini sisi? Tunajifunza kwamba Uislamu unatupa maelekezo mazuri ya kuamiliana na changamoto zinazokuja ndani ya ndoa zetu. Ni lazima tuwe na wake ambao ni werevu sana wa kuyafikisha mambo kwa waume zao, na ni lazima tuwe na wanaume ambao ni werevu wa kuyapokea mambo yanapotoka kutoka kwa wake zao. Isiwe ni kinyume na hivyo, kwa sababu huenda ikapelekea kuivunja nyumba ya Kiislamu iliyojengwa kwa misingi madhubuti sana kwa muda mrefu. Wakasema wanavyuoni, man yaftakir lilfahmi shar'i, yoyote yule mwenye kukosa ufahamu wa kisheria katika kuamiliana na changamoto zinazotokeza katika nyumba, qad yalja'u lilghadab, huenda yeye akawa kimbilio lake analokimbilia ni ghadhabu nyingi, au sirah, au migombano, kunyanyuliana sauti, hilo ndilo analolihusudu yeye, au talaq sari' inda awwal khilafin, au talaka ya haraka mwanzoni tu mwa tukio lilipotokezea, tofauti hata haijawiva, yeye kashakimbilia nitakuacha sasa hivi. Au kama ni mwanamke anakimbilia niwache kama huniamini, niwache kama ni hivi, wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Kwa hivyo tunarudi kwenye pointi yetu ya msingi. Kuna uwajibu mkubwa sana wa wanandoa wetu kuvuta ufahamu wa kidini. Kwa nini mimi ninaoa? Kwa nini mimi ninaishi na mwenzangu? Linapotokezea tatizo nianze vipi? Je, huoni wewe ndugu Muislamu, kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremshe aya mule ziekwe, zile aya kusomwa kwake tu ni thawabu mtu anapata, lakini ukiona kama ni maneno hivi kana kwamba mbona hayahusiani na Mungu, haya hayahusiani na pepo wala hayahusiani na moto, wewe unaweza ukaona hivyo, lakini kuna hikma kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweka maneno haya. Akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mukihofia nushuzahunna, uovu wa wanawake katika baadhi ya tabia, jambo la kwanza usikimbilie kupiga, usikimbilie kutoa talaka, usikimbilie nini. La kwanza kabisa, fa'idhuhunna, wapeni mawaidha wanawake. Mwenyezi Mungu ametumia neno mawaidha, ndo la kwanza hilo. Hivi ndivyo Uislamu unavyotufundisha namna ya kuamiliana na changamoto za ndoa. First priority ni mawaidha kwanza. Kaa kitako mke wangu hapo, kwa nini umefanya hivi?
Kwa nini kila siku ninakwambia usikii hivi? Allah anasema hivi, mtume anasema hivi. Basi hapo tumtafute mume huyo. Katika jamii za Kiislamu pia nao ni tatizo kupata wanaume wenye sifa hiyo. Hili ni tatizo. Ndani ya nyumba ya Kiislamu kuangalau hamna kijitabu kile Riyadhus Salihin kilichotafsiriwa Kiswahili, mtu akawa anasomeshana na mkewe, pia hamna. Ni tatizo. Hakuna hata Hisnul Muslim, kijitabu kidogo kipatacho hivi kilichoandikwa kwa Kiarabu na Kiswahili, ambacho kila siku ikifika jioni mule wakae mke na mume wanasomeana angalau hadithi moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia hamna. Humlei mke wako katika mazingira hayo, hutoweza wewe kuyaendea mazingira hayo pindi linapotokezea tatizo, hutoweza. Basi angalau kabla ya kulala watoto wawili watatu wamekusanya njooni hapo, na mama naye yuko pale, baba anakamata kijitabu Kiarabu ndo hawezi kusema, lakini Kiswahili kimeandikwa pale ndani yake pale, ndo wapite kidogo kwenye kisa kama hicho cha Abu Talha, alikufa mtoto ikawa hivi na hivi, leo wamesoma hadithi hii, kesho wamesoma hadithi ile. Hii inajenga mazingira madhubuti ya mume anapokuta tatizo nyumbani kukimbilia kutoa mawaidha, kwa sababu ndiyo ada iliyojengwa mle ndani, na yule mwanamke naye liwe ni sikio la kusikia mawaidha, kwa sababu ni ada iliyojengwa mle ndani. Kinyume na hivyo, mume hawi mtoaji mawaidha na mke si msikilizaji mawaidha. Tunategemea nini katika nyumba kama hii? Mwenyezi Mungu anasema fa'idhuhunna, kwanza kimbilieni kuwapa mawaidha wanawake hawa. Ikibidi kwamba mawaidha ndo hayakusaidia, hayakufua dafu, kuna baadhi ya wanawake si wa kusikiliza hayo mawaidha. Mwenyezi Mungu anasema tena wahjuruhunna fil madaji'i, basi kama hiyo haikuwa ni adabu, basi wahameni kwenye vitanda enyi wanaume, kwa sababu mwanamke wa kweli aliyeshiba mapenzi ya mume wake, siku anapohamwa na mume wake kwenye kitanda, huwa ni adabu kubwa. Labda iwe ni mwanamke ambaye ashakubuhu. Mwanamke ambaye amekubuhu anamwambia ndio umelala chini, bora ungeenda kulala ukumbini kule, au ungeenda kulala nje kabisa, kalala msikitini huko, leo utaadhini wewe alfajiri huko. Hana habari kabisa, kakubuhu huyu. Mwenyezi Mungu atunusuru kwa wanawake waliokubuhu. Lakini mwanamke wa kweli kweli, siku moja tu mume kalala chini kwa sababu ya kosa lake yeye, basi inakuwa ni adabu. Mpaka mume wangu afikie kulala chini. Allah anasema fikia hivyo kumnyima mke wako unyumba. Sharti na wewe nao mwanamume kweli unaiweza nafsi yako, isije ikawa wewe mwenyewe ndo huwezi kupitisha siku moja ukajitia kujiingiza katika balaa hilo, maana hiyo nayo ni kesi nyingine. Na Allah kafika kusema wadhribuhunna, hatua ya tatu sasa, mpige mwanamke. Mawaidha hakusikia, imefikia pahala unamhama kwenye kitanda, haijasaidia kitu, fikia kumpiga. Mtume anasema lakini pigo lenyewe ni dharban ghaira mubarrihin, pigo lisiloumiza, lisilotoa kidonda, lisilotoa alama, ni pigo kofi. Tafuta maeneo yenye nyama, mpige mwanamke mpaka ashtuke, leo mume wangu kanitia kofi. Hili si kofi la mahaba, hili ni kofi la kasiriko. Kanipiga hivi, hili kweli limekuwa ni tatizo. Allah akasema fa in ata'anakum, ikiwa watakutiini wanawake kwa mawaidha mliowapa, maelekezo mazuri, fala tabghu alayhinna sabila, musiwatafutie njia za kuwatia makosani. Hii ni aya imo katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anaeleza taratibu za kushughulikia matatizo yaliyomo ndani ya ndoa. Chini katika ukurasa huo aseme waashiruhunna bilma'ruf, ishini na wanawake kwa wema, changanyikeni na wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikiwa mtachukia baadhi ya mambo kwa wanawake,
msikimbilie kutoa talaka. Fa asa an takrahu shay'a, huenda mkachukia jambo. Wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Mwenyezi Mungu akajalia khairi nyingi kwa mwanamke yule. Wewe umechukua baadhi ya dosari iliyojitokeza ndani ya ndoa ile baina yako na mwanamke yule. Waislamu wakiyafahamu haya madhamini ya ndoa, makusudio ya ndoa kisheria, Mwenyezi Mungu anaeleza hivi maksudi ili isitokee talaka kizembezembe. Ishi na mkeo kwa wema. Ikiwa utachukia baadhi ya mambo madogo madogo, asa an takrahu shay'a, huenda mkachukia kweli hayo mambo, lakini wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, kwa mwanamke huyu kuna heri nyingi. Kashakuzalia watoto huyu ndo atawalea watoto wako kwa huruma, kwa kujali. Huenda kuna heri kubwa huko mbele. Shikamana naye, usikimbilie kutoa talaka haraka. Sasa ufahamu wa kisheria kuhusiana na ndoa kunaweza kukapelekea, tunaifunga nukta hii, kunaweza kukapelekea kuamiliana vibaya na changamoto zinazojitokeza ndani ya ndoa, na matokezeo yake ikawa ni sababu mojawapo miongoni mwa sababu za kuvunjika ndoa hiyo. Tukisogea mbele, ufahamu wa kisheria nini ndoa, hilo ni jambo linaweza kupelekea kuvunja ndoa zetu kwa msingi huu: tawaqquat ghair waqi'iyya. Anaweza mwanandoa akaingia katika ndoa akiwa na tawaqquat, yani mambo matarajio mbalimbali ako nayo yeye katika moyo wake, lakini sio matarajio ya uhakika. Tofauti kabisa na aliyewekwa akaambiwa ndoa iko hivi Kiislamu. Sikuwekwa kibarazani, sikuwekwa kikungwi, wala haitoshi kabisa. Kupatikana kungwi la kiume au kungwi la kike, sijui la kiume linaitwaje nalo, lakini ndio kungwi hivyo. Akakaa pale akamfundisha mwanamke hivi, mwanamume hivi, wakafundishana pale. Ni sehemu ndogo sana katika maisha ya ndoa, yale yanayowachukulia watu muda. Wengine siku hizi ndo yamefanywa kuwa ni maajenda hayo.